Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Juni 9, Yesu alifundisha bidii ya kazi kwa mfano wake mwenyewe. Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako. Mhubiri 9:10. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako tunapoenda kujifunza. Tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Katika mavazi rahisi ya mfanyakazi wa kawaida, alipita katika barabara za mji mdogo, akienda na kurudi katika kazi yake ya hali ya chini. Hakutumia miujiza ya mbinguni kumsaidia kufanya kazi. Kadiri Yesu alivyofanya kazi katika utoto na ujana wake, akili na mwili vilikuwa. Hakutumia nguvu zake za mwili kizembe, bali alizitumia ili awe na afya ya kumwezesha kutenda kazi barabara. Hakuwa mzembe katika shughuli, hata kushika vyombo vya kazi ya useremala. Alikuwa kamili katika kazi kama alivyokuwa kamili katika tabia. Aliweka kielelezo kwamba kazi yapaswa kutendwa kwa ukamilifu, maana kazi ni kitu cha heshima. Zoezi ambalo linaifundisha mikono kutumika na kuwafundisha vijana kubeba sehemu yao ya mizigo ya maisha, huupatia mwili nguvu na hukuza kila kipaji. Wote wanapaswa kutafuta kitu cha kufanya ambacho kitawaletea manufaa wao wenyewe na kuwasaidia wengine. Mungu aliiweka kazi kuwa kitu cha mbaraka, na mfanyakazi hodari tu ndiye anayepata furaha maishani. Mungu huwakubali watoto na vijana wanaofanya kazi kamili nyumbani kwao, huku wakishiriki mizigo ya kazi pamoja na baba zao na mama zao. Watoto kama hao watatoka nyumbani na kuwa watu wenye manufaa katika jamii. Katika maisha yake yote duniani, alikuwa ni mfanyakazi mwenye bidii na thabiti. Alitarajia mambo makuu, kwa hiyo alijaribu mambo makuu pia. Yesu hakukwepa kazi yoyote au wajibu kama watu wengine wafanyavyo leo, huku wakijiita kuwa wafuasi wake. Kwa uhodari na nguvu, uthabiti na uwezo wa tabia ulioonyeshwa katika Kristo unapaswa kuendelezwa ndani yetu kupitia nidhamu ile ile aliyoidumisha, na neema ile aliyoipokea ni kwa ajili yetu. Katika kazi yake Yesu alifanya kwa uchangamfu na hekima. Inahitaji uvumilivu mwingi na ukomavu wa kiroho ili kuleta dini ya Biblia katika maisha ya nyumbani na kazini. Kubeba mzigo wa kazi za duniani na bado ukaendelea kufanya yote kwa utukufu wa Mungu. Hapa ndipo Kristo alikuwa msaidizi. Kamwe hakujazwa na masumbufu ya dunia kiasi cha kukosa muda au tafakari kwa mambo ya mbinguni. Kila mara Yesu alionyesha furaha ya moyo wake kwa njia ya kuimba zaburi na nyimbo nyingine za mbinguni. Mara kwa mara wenyeji wa Nazareti walimsikia akiimba nyimbo za sifa na shukrani. Aliwasiliana na mbingu katika nyimbo.
na wenzake walipokuwa wakilalamika kwa sababu ya kuchoka, walichangamshwa kwa nyimbo alizoimba. Kusifu kwake kulionekana kuwafukuza malaika waovu, na kama manukato kulilifunika lile eneo kwa harufu nzuri. Akili za wasikilizaji wake zilihamishwa kutoka uhamishoni kwao duniani na kupelekwa nyumbani mbinguni. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza, ukurasa wa 52 hadi ukurasa wa 54. Huu ni mwisho somo letu la Juni 9. Yesu alifundisha bidii ya kazi kwa mfano wake mwenyewe. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Unatufundisha wajibu na majukumu ambayo tunapaswa kuyafanya siku kwa siku. Tunajikabidhi kwako, ukituongoza wewe tutaenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu